بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1442, katika darasa ya risala al-maqalah al-mufida sharh hadith jami' fi al-aqida لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فكية الرابعة قوله ولك الحمد أنت الحق. والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الحق نجينا katika majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومعناه أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. نمانا جينا يا الحق ni yule ambaye hana shaka juu yake, si katika dhati yake wala katika majina yake na sifa zake wala katika ulezi wake na utendaji kazi wake wala katika kustahiki kuabudiwa katika uungu wake. fahuwa al-ma'budu bihaqqin, yeye ndiye anayeabudiwa kwa haki. wala maabuda bihaqqin siwa, na hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. fahuwa tabaraka wa ta'ala haqqun wa asma'uhu wa sifatuhu haqqun wa af'aluhu wa aqwaluhu haqqun ودينه وشرعه حق وأخباره كلها حق ووعده حق ولقاؤه حق. وله سبحانه وتعالى وحده دعوة الحق، فلا يدعى إلا الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا للحق المبين سبحانه وتعالى. أسمى الشيخ حفظه الله majina ya Allah na sifa zake ni haki, na vitendo vyake na kauli zake ni haki. Dini yake na sheria aliyoiteremsha ni haki, na habari zote alizotueleza ni haki, na ahadi yake ni ya haki, na kukutana naye ni haki. وله سبحانه وتعالى وحده دعوة الحق، yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeomba kwa haki, wala si yeyote mwingine. fala yud'a illa Allah, kwa haombwi kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يصرف شيء من العبادة إلا للحق المبين، ولا haipeleki chochote katika ibada isipokuwa kwa yule ambaye ni haki iliyowazi subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. hayo ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa kweli,
haki. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, kwamba wale wanaowaomba badala yake ni batil. Wa anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir, kwa hakika Allah ndiye aliye juu na ndiye mkubwa. وقال سبحانه وتعالى له دعوة الحق, وكuomba kweli ni yeye tu ndiye anayeomba kwa haki, kwa kweli astahiki kuomba. والذين يدعون من دونه, na wale wanaoomba badala yake, لا يستجيبون لهم بشيء, hawawajibu chochote, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ, bali ni kama mwenye kunyosha viganja vyake kwenye maji ili yafike kinywani mwake, lakini hayafiki. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال, na maombi ya makafiri hayako ila katika upotofu. Allah akawaita wanaowaomba wasiokuwa yeye kuwa nani? Kufar. Sema wama duaul kafirina illa fi dhalal, kumaanisha kwa kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ni kufur, na Allah amewaita wenye kufanya hivyo kuwa ni kufar. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: أرأيتم لو أن رجلا اشتد به العطش ووقف على مسافة بعيدة من نهر عذب ومد يديه ناحيته هل يصل الماء إلى فيه؟ hebu tuchukulie mfano, nipeni habari, lau kama mtu amezidiwa sana na kiu imemkaba sana, akasimama masafa ya mbali na mto ambao una maji matamu, maji yapita matamu, kisha kwa mbali kule akanyosha viganja vyake ili yale maji yaje kwenye viganja vyake kisha yaingie kwenye mdomo wake akate kiu yake. Hivi kweli yale maji yatanyanyuka kutoka kwenye mto na yeye yuko mbali kule yamfikie mkononi mwake kisha yafike kwenye mdomo wake? Haiwezi kufika. La wallah, sema haiwezekani wallahi. Fahadha mathalun ضربه الله في القرآن لكل من يلتجئ إلى غير الله. huu ni mfano Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga katika kitabu chake kwa kila mwenye kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan kana hadha alladhi yaltaji'u ilayhi, awe atakayekuwa yoyote yule anayekimbilia kwake na kumuomba, awe ni malaika, awe ni mtume, awe ni wali, awe ni aliyezikwa katika kaburi likajengewa juu yake kama wanavyofanya baadhi ya wale wanaojiita kuwa ni Waislamu kisha waomba maiti, na ila fanyika sehemu nyingi, wamuomba haswa yule maiti. Kwa hiyo Allah apiga huu mfano libayani baladati fahmihi wa fasadi aqlihi wa inhirafihi an sawa'i sabil, ili kuonyesha uzito wa ufahamu wake. Na yule mushrik ufahamu wake ni mzito sana, yani kichwa chake kizito, haelewi, na kuharibika kwa akili yake. Na kweli ukitizama huu mfano ni wa ajabu sana. Yani mtu ana kiu kisha aonyeshwa maji yale pale mtoni, kisha asimame kidogo mita kadhaa mbali na mto hivi, kisha nyosha mikono, haya maji ndoo maji ingie kwenye mkono hapa ninwe, haita maji, sio? Ujamaa za kumwangalia we mwehu kweli kweli. Sasa maji yatafikaje hapo uliposimama? Si mpaka uiname chini uchukue maji unwe. Sasa wewe wamwona huyu mwehu, ndio hivyo hivyo alivyo yule anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Balid, akili yake mbovu kabisa, eti apatikana matatizo
atoka aenda kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba amuondolee matatizo yake. Yani huu ni uharibifu wa akili mkubwa aliokuwa nao, na amepinda kabisa kutokamana na njia iliyonyoka. Kwa wewe ukiwa na shida zako usidanganywe kwa nenda kwenye kaburi la mtu fulani kamuombe atakupa. Hawezi kukupa chochote. Utakuwa mfano wako ni kama huyo. Asikia kiu haja, ana haja ya maji, lakini enda mtoni kisha akaa mita kadhaa mbali na mto, anyosha mikono yake atarajia maji yaje anu. Haiwezekani. Al-khamisa, wewe ulikuwa tuzungumzia walakal hamdu antal haqq. Al-khamisa qawluhu wa wa'dukal haqq. والله سبحانه وتعالى صادق الوعد. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkweli katika ahadi zake anazoahidi. La yukhlifu al-mi'ad, havunji ahadi. Allah havunji miadi aliyoahidi. وهذا فيه أيضا إيمان بأن الله عز وجل يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه كل ما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات وكرامات في الدنيا والآخرة. نهابا mnakuamini kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawatimizia waja wake, mawalii wake, vipenzi vyake, kila alichowaahidi katika vipawa na zawadi atakazowapa na khairi nyingi na utukufu atakaowapa hapa duniani na kesho akhira. Hili ni jambo ambalo aliamini kila Muislamu na liko wazi katika hii kauli ya Mtume sallam katika hii dhikr wa wa'dukal haqq. Na Muislamu akiwa nalo hili uzidi kumsukuma yeye katika kufanya amali njema, kwa kuwa aamini bila shaka kuwa Allah atamlipa kwa kile anachokifanya. Qala Allah ta'ala والذين آمنوا وعملوا الصالحات, na wale walioamini na wakatenda mema, kufanya mambo mazuri, kufanya amali njema, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala awaahidi kuwa tutawaingiza katika mabustani au bustani zinazopita mito kati yake, watadumu humo wakae milele. Wa'ada Allahi haqqan, ndiyo ahadi ya Allah iliyo ya kweli ambao haina shaka ndani yake. Waman asdaqu min Allah qila, ni nani mkweli zaidi kwa usemi kuliko Allah? Allah ni mkweli. Waman asdaqu min Allah qila. وقال تعالى وعد الله، هادي الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله havunji ahadi yake, lakini watu wengi hawajui, wengi katika watu wafahamu. ومن دعاء أولي الألباب، katika dua ya wale watu aliowasifu Allah subhanahu wa ta'ala wenye akili, akili zao zikawaelekeza katika kuifuata haki. Katika dua wanaomba rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi, ewe Mola wetu mlezi, Mola wetu mlezi, wewe ndio mkusanyaji wa watu kwa siku isiyo na shaka ndani yake. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, hakika Allah havunji miadi yake. ومن دعائهم أيضا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. وموomba Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, sema na utupe uliotuahidi kwa mitume wako. Sababu mitume wametuahidi kuwa tukifanya mema na tukiwaamini, tukimtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, jaza yetu ni pepo.
kwa utupe kile ulichotuahidi kupitia ndimi za mitume wako. Wala tukhzina yawm alqiyama, wala usitukhizi siku ya kiyama. Innaka la tukhlifu almi'ad, hakika wewe huvunji miadi yako. Wa wa'duka alhaq, na miadi yako ya Rabbi ni ya haki. Allah subhanahu wa ta'ala havunji ahadi anawaahidi. السادسة قوله وقولك الحق أي لا باطل فيه, na kauli yako ni haki bimaana hakuna batil ndani yake. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala alhaqqu min rabbika, haki inatoka kwa Mola wako. Fala takunanna minal mumtarin, basi usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka. وقال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم, wale walioamini wajua kuwa hii Qur'an ni haki inayotoka kwa Mola wao mlezi. وقال تعالى وإنه للحق من ربك, na hakika hii ni haki kutoka kwa Mola wako. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, haitakifikia kitabu hiki Qur'an upotofu mbele yake wala nyuma yake, kimeteremshwa na mwenye hikma Allah subhanahu wa ta'ala msifiwa. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن, je hawaizingatii hii Qur'ani. ولو كان من عند غير الله, na lau kama ingelikuwa imetoka kwa asiyekuwa Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, wangekuta ndani yake kuna mengi yanayogongana, yanayokhtalifiana. Chukulieni mfano, angalieni kanuni walizoziandika wanadamu katika nchi mbalimbali. Wameandika kanuni kuwa anayefanya hivi hivi, anayefanya hivi atalipwa hivi na hivi, na mambo mengi yameandikwa pale. Kanuni ya nchi fulani yasema kadha wa kadha wa kadha. Kisha watu wawili waweza kuzozana katika jambo fulani ambalo katika kanuni limetajwa kuwa anayefanya hivi mwenye haki ni huyu, sio? Lakini wakapambana mawakili wawili katika ile nchi, mmoja akasema la, huu ndio yuko sawa, na mwingine akasema la, huu ndio yuko sawa. Hivi ikiwa ile kanuni imenyooka, sisi tuamini kuwa uwajibu ni kuwa mmoja katika wawili ndio katika nini? Katika haki, si ndio? Tayeb. Lakini katika maneno yale yale yaliyoandikwa pale, atokee yule wakili ambaye yuko kwenye batil kwa uwazi wake, atakuvumbulia kijineno pale kimetokea pale, akwambie lakini neno hili nenda kaangalie katika kamusi, halimaanishi hivyo, na wallahi atashinda kwenye kesi. Sasa jamani, mwenye haki nani? Mwenye haki mwerevu tu akija kuzungumza wana haki, kwa sababu imetungwa na watu ni wapungufu. Tofauti baina ya sheria ya Allah na kanuni za wanadamu ni kama tofauti baina ya Allah na viumbe wake. Tofauti haiwezekani kuwa sawa kabisa kabisa. Kwa hivyo angalia huu mfano uone kuwa hili kwa sababu halitoki kwa Allah, limejaa mapungufu ndani yake, tena mengi sana. Na ndio maana mwakuta kuwa watu waweza kupelekana katika makoti ya nchi kama hizi miaka 10 haijulikani nani kwenye haki, miaka 20 mpaka mtu yuwafa, warathi wake waingia kwenye kesi, poteza mapesa chungu mzima. Ardhi yangu hii, unao hati hii hapa original. Yule mwingine mimi naeka sijui partition, sijui itwa nini, pazia sijui kitu gani, aweka. Wewe una hati yako umenunua na pesa zako, utapelekwa mbio wewe mpaka umwambie yule mtu, bwana hebu njoo, hii ardhi kubwa mimi naamua nikuganyie, basi wacha hiyo kesi, kwa sababu ni kanuni za wanadamu madhalimu.
wadhulumiana wao kwa wao, wajidhulumu nafsi zao, wana upungufu kila aina. Lakini sheria ya Allah akwambia katika kitabu chake, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Yeye ndiye aliyetuumba, atuelewa vizuri sana. Mfano mzuri, juzi kulikuwa na jambo laendelea nazungumzwa katika mitandao sana. Nafikiri kama sikukosea ni nchi ya Urdun ama nchi yote hizi za Sham, sikumbuki ni nchi gani, lakini nafikiri ni Urdun. Kuna kijana mdogo ana miaka 16 ama 17, mdogo sana. Baba yake zamani aliwahi kukosea, katokea suu tafahamu huko nyuma, wakapigana kitu kama hiyo na mtu fulani hivi, yani kisa, yani hata pengine yeye hajazaliwa. Wakatumwa kikundi cha watu kuja kumlipiza kisasi yule baba baada ya miaka mingi. Kisasi kalipwa vipi? Akashikwa yule mtoto, kisha wakachukua video, watu 6-7 hivi, wakamkata mikono, viganja vyake hivi wakamkata, huko wajivuta na video, wacheka, yani mpiga huko wamkata, kisha wakamtoboa macho. Na hii usidhani kama iko kwenye video, yani wafanya unyama wote huu kwa kosa ambalo hakulifanya yeye. Mwelewa vizuri? Na hawa watu wajivuta kwenye video kisha wakaisambaza. Na huyo aliyepewa kazi ya kufanya hivyo, katika habari zao wazungumza, si mara ya kwanza, ni mtu kazi yake, yani aandikwa kazi yake yeye kuua, kufanya vitu kama hivi kulingana na kanuni ya kwao, kwa sababu yafuata kanuni ya kufaru wa Faransa. Yasema kosa kama hili mtu yafungwa miaka 6 sijui 7 peke yake, na jela mchana nsiku na usiku nsiku. Kwa hivyo ataketi miaka 3. Katika ile miaka 3 huwezi kujua kutatokea na sherehe ya kitaifa, watu watasamehewa, atatoka aenda kuua tena. Mfahamu? Hii ndio kanuni inavyosema. Mtoto amepoteza macho na mikono, macho yametobolewa swali, na mikono yake imekatwa. Na yule kijana ni hafidhul Qur'an, kijana aswalisha tu msikitini, maskini mpole, si ati ni mtu muovu, hafidh li kitabillah, amfanywa hivi, hana maneno na mtu yoyote. Sasa ulimwengu mzima wachemka, sijui kama mmeona, ulimwengu mzima wachemka kuwa hawa si wa kufungwa miaka 6-7, hawa wa kuuawa kama vile walivyomfanya huyu ule uovu, ili iwe funzo kwa wengine. Hivi sheria ya Allah yasemaje kuhusu watu kama hawa au wenye kufanya jambo kama hili? Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfa min al-ard. Kwa hiyo lau kama sheria ya Allah itatekelezwa, kwa mfano kwa hawa katika nchi ile, ni kuwa akatwe mkono wa kulia na mguu wa kushoto opposite, au mkono wa kushoto na mguu wa kulia, kisha wasulubiwe katika msalaba. Kisha Mtume sallam, wale waliomuua yule mchungaji walimtoboa macho, wakatobolewa macho, kisha waangikwe juu, wapige ukelele mpaka wafe juu ya msalaba. Hivi muona kwa mfano katika nchi ile wangewashika wale watu wakawafanya vile, kawachukua wakawaangika katikati ya mji, kila anayepita au na mtu ansulubiwa. Kuna mtu aweza kurejelea tena kufanya vile? Wallahi hakurejelea mtu kufanya vile. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kwa kuna uhai katika kulipa kisasi. Lakini leo binadamu wameangalia haki ya yule muuaji, wakasahau haki ya aliyeuawa. Wameangalia haki ya dhalim, wakasahau haki ya yule aliyedhulumiwa, wakaisahau haki yake. Na watu wafanya hii jarima waonekana ni nani, si ati watu wajificha, waonyesha sisi ni nani. Hawaogopi tena, sababu ajua kanuni si chochote, nitafungwa tu mara moja nitatoka. Kule jela pengine ashazoea, hata wale askari jela rafiki zake shazoea, yafungwa kitoka.
kawaida tu. Na mifano kama iko mingi. Sasa chukulia mfano huu, na sasa nakupa mfano wa sheria ya Allah ndani ya mamlaka. Wakati mmoja tuko haji, kuna vijana 6-7 hivi wakamnyakua mtoto wa kike, wakamteka, wakamnajisi, kisha wakamtupa mahali hivi, nafikiri walimuua, wakakimbia. Ile tukio likawa limeenea kule, lazungumzwa, wakafuatwa, walikuwa wakimbia watoke nje ya mamlaka mpaka wakakamatwa wale vijana waliofanya uovu kama huu. Kisha iletwa kwenye mahabari, yani kote channel za kule Saudi Arabia, wakakatwa vichwa wote wale, kisha vichwa vyao vikatiwa kwenye kama mfuko hivi, kisha na wao wakasulubiwa bila ya nini, bila ya vichwa, na vichwa vikaangikwa ubavuni hapa kwenye ule msalaba, ubavuni kila mmoja kichwa chake kimeangikwa. Wewe utajaribu tena kufanya hivyo? Wallahi, mpaka kutokee mtu afanye hivyo, basi atakuwa akili zake si mzima. Lakini angalia nchi ikisimamisha sheria ya Allah, namna Allah anavyoleta baraka na amani katika nchi kama hii. Kwa hivyo hii Qur'ani ni maneno ya haki ya kutoka kwa Allah, na lau kama ingelikuwa si haki ungeona mgongano mwingi ndani yake. Kuna mgongano ndani yake. فالله سبحانه وتعالى قوله كله حق لا باطل فيه. الله سبحانه وتعالى قولي yake yote ni haki, hakuna batil ndani yake. تنزه وتقدس قوله عن الباطل. قولي yake imetakasika kutokamana na batil. وهذا مما يعتبر به المسلم فلا يعدل عن كلام الله وكلام رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم. katika mambo ambayo yatakana azingatie muislamu akisoma hii dua, wa qawluka alhaq, ikiwa kauli ya Allah ni ya haki subhanahu wa ta'ala, vipi leo ije kauli ya Allah na kauli ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam uitangulize kauli ya mwingine asiyekuwa Allah na mtume wake? Bila shaka anayeamini kuwa kauli ya Allah ndiyo haki yenyewe, basi atawacha kauli ya mtu yoyote mwingine, afuate kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ibra. وفي قوله أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، angalia zote zimekuja na الحق 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 وألف na lam. دخلت الألف واللام، والألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. ألف نلام ikiingia katika اسم موصوفي basi yabeba maana ya kuwa aliye na haki na hizi sifa ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة، أو فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة، فقال ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. تزام متوم سلم alipokuwa ataja hivi viumbe au ataja hizi asma muhdatha, akasema nini? Waliqauka haqqun, akusema alhaqu, sababu si ismi mawsuf. والجنة حق والنار حق، وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه. لكن ألف نلام akaingiza katika jina la Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi yake na maneno yake, kuonyesha kuwa ni yeye peke yake anayesifika na sifa zile. Kwa hiyo hapa wa qawluka alhaq, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo haki, na yeye ndiye aliye na haki kauli yake kusifiwa kuwa ni haki. السابعة قوله ولقاؤك حق. تمalizia. طيب. وهذا أمر عظيم جدا في باب الاعتقاد ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن العبد. إلي jambo muhimu adhimu sana katika mlango wa itikadi, yampasa muislamu hili jambo
awe atalihudhurisha daima katika akili yake. Waliqauka haqqun, kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ni haki. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، مشيني الله نمجيكم متكتنا ناي. وقال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كسما والي أمبولك ونوهكيك وتكتنا ملواه. وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، ndio maamkuzi yao watakapokutana na Allah, watakapokutana Allah subhanahu wa ta'ala, amani. فيكون على عقيدة متينة ثابتة أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، كأوي na itikadi iliyo imara kuwa atasimama mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى يقول في آخر آية من سورة الكهف، na Allah asema katika aya ya mwisho wa surah al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, yule anayetarajia kukutana na Mola wake basi na afanye amali njema wala asimshirikishe katika ibada yake Mola wake mlezi chochote kile. والعمل الصالح هو الموافق لشرع الله، عمالي إلي njema ni ile inawafikiana na sheria ya Allah na maamrisho ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. والذي لا شرك فيه هو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، na amali ambayo haina shirki ndani yake ni ile amal ambayo mja akifanya hataki chochote isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, hana mshirika na yeye. Wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal, na hizi ndio nguzo mbili za amal inayokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La budda an yakuna khalisan lillah sawaban ala shari'ati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, lazima iwe ni amal iliyofanywa kwa ikhlas kwa ajili ya Allah, tena iwe sawa katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا يدلنا دلالة بينة أن إيمان العبد بلقاء الله واستحضاره التام لذلك يثمر عملا واستعدادا وتزودا ليوم المعاد. نهي ندليل يوازي كبيس kuwa mja kuamini kuwa atakutana na Mola wake, hili jambo akawa na istihdhar kamili nalo wakati wowote liko mbele ya macho yake, matunda yake itakuwa ni amali na kujiandaa na kubeba zad ya safari ndefu kwa ajili ya ile siku atakaporudi mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وانظر في أثر هذه العقيدة في صلاح العمل وحسن العاقبة إلى قول أهل الجنة في ذكر سبب فوزهم ونجاتهم. na ukitaka kulifahamu hilo, tizama athari ya itikadi hii katika kutengenea amali na mwisho mzuri. Ukitaka kujua hii ni sababu ya kuwa na amali njema na mwisho mzuri, tizama kauli ya watu wa peponi katika kutaja sababu ya kufaulu kwao na kuokoka kwao na adhabu ya Allah. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, watu wa peponi watasema tulikuwa zamani huko duniani pamoja na ahli zetu tukiogopa, tulikuwa na hofu. Famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum, basi Allah akatufanyia ihsan na akatulinda na adhabu ya upepo wa moto, من عذاب الله يموت، أي من عذابه وعقابه يوم أن نلقاه، كتلين كتوكما na adhabu yake na mateso yake siku tunapokutana na yeye. وقول من يؤتى كتابه بيمينه, na yule anayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia atasema inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, hakika nilijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu. Kwa hiyo alikuwa na yaqini kuwa atakutana na Mola wake, ikamsababisha yeye kufanya amali njema.
Na wengi katika watu leo wafanya amali mbovu kwa sababu pengine hana istihdhar kama ni Muislamu kuwa atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ukaona Muislamu aweza kumwambia mwenzake, huyu jamaa haogopi kuwa atasimama mbele ya Allah, ataulizwa kuhusu haya anayoyafanya. Kuna watu hawana istihdhari, na hii istihdhar utakuwa nayo ukiwa daima wasoma tauhid na aqida. Kusoma aqida daima itakukumbusha mambo haya. Lakini ikiwa mtu hana habari na tauhid, hana habari na aqida, wala hazimgoti katika akili yake, maisha yasonga tu mpaka siku ya kufa itakuja imfikie yeye, hata habari hana, mambo yake ovyo kabisa. Lakini yule aliye na istihdhar amali zake hubadilika. قاله في ذلك اليوم حين نجا من الخزي وظفر بالفوز العظيم. huyu aliyepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia aliyasema maneno haya wakati alipookoka kutokamana na khazai, kutokamana na kudhalilika na kuaibika, akajishindia kufaulu kukubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa apiga ukelele, ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nilikuwa hakika nilijua ya kuwa nitakutana na hisabu yangu leo, na hii ikawa ni khairi kwake. wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.